Uliwaambia kama wewe ni malaya unazunguka na wanaume wote huko mpaka ndoa imekushinda? Uliwaambia? Nataka kusuluhisha nini sasa? Nenda kwa Cindy. Wapi sasa? Si tumeshamaliza? Acha bana. Sasa hapa sisi tumefanya nini Cindy? Nilikuona kabisa upo out the mood. Nimejaribu kadri ya uwezo wangu kukuingiza kwenye mchezo, lakini bado umeniachia mimi mwenyewe ndo nashughulika. Mimi bado sijalizika kabisa. Wewe unataka kukeshea hapa? Sio maisha haya. Kwanza hichi kitu ni starehe tu, mtu unafanya mara moja unatoka na kuendelea na shughuli zako. Sio ndo mkae mkamiane mshindie. Vile umejituma, umejitoa, umeonyesha kweli unania. Na mimi kama mtoto wa kike nikasema acha tu nimpe nimridhishe. Yaani hapa yenyewe najutia. Kwa sababu yani hiki kitu hata sikufanya yani eti nimefanya nimelizika kwenye nafsi yangu. Sijalizika, nimefanya tu kukulizisha wewe. Ukiweza kubaki univumilie kwa hii hali nilionayo na kuruhusu. Unaona uwezi, my dear. Na kuruhusu kabisa, tafuta mwanamke mwingine. Hii ndo dunia bwana. Ni ndio maana nalewa, sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo kurudi. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mama. Karibu sana. Asante. Jamani, hatimaye leo nimewakuta. Mwanzo yuko wapi? Wife alikuwa ndani. Mama. Mimi bwana nimekuja na shughuli ya mwanangu. Hongera sana mama. Asante. Kwa hiyo nimewaleteni kadi ya mwaliko. Kwa hiyo kadi hapa. Dabo. Wewe na mumeo. Unajua niwaambie nini? Nyinyi ni mfano wa kuigwa. Mmeoana muda mfupi mno, lakini mna maendeleo makubwa sana. Na yote inaletwa kwa ajili ya nini? Amani mliokuwa nayo ndani ya nyumba. Pone na vile visura vyao. Wanavutabasamu. Yaani mnapendeza, ni mimi nawapenda wanangu amjui tu. Sasa mimi nataka niwape usia. Hivi mnavyopendana, msiache. Mpendane hivi. Walimwengu wazidi kuulizana. Na hiyo siku mtakayo kuja kwenye shughuli ya mtoto wangu, nitataka mumpe neno. Lazima mumpe neno kwa sababu si kwa mapenzi haya. Si kwa mapema siku hiyo. Ni wakabidhi majukumu, sawa? Asante sana mama. Haya, mimi nawaacha basi jamani. Haya, haina shida. Karibu sana mama. Haya jamani, kwa herini. Karibu sana mama. Haya. Yaani nilivyokuona mtandaoni hata sijategemea kama utakuwa hivyo. Maana kuna watu wengine ukiona mtandaoni wazuri
kukutana nao sasa. Nipe changu kabisa. Ili mambo yasiwe mengi. Mbona mapema hivyo mama? Tukinawezekana. Hapana, yaani mimi mtu nikikutana naye mara ya kwanza, lazima nichukue kwanza pesa yangu. Mambo mengine ndio yaendelee. Kwaona okay, kuhusu pesa hakuna tatizo. Takupatia kabisa mama. Sawa? Lakini sijui umebeba kinga kweli? Hayo mambo ya zana mimi sio jukumu langu kabisa. Basi ngoja nikafuate, afu nikija kila kitu kinakuwa sawa. Sasa muda unaenda kufuata jamani, si ungenipa tumia hela yangu. Busu tena, busu moja 10,000, kila kitu kinauzwa hapa mjini. Wewe dada wa moto, kweli watoto wazuri nyie, tatua. Wewe umefuata nini hapa? Utajua tu ambacho nimekifuata hapa. Leo ndo umejaa kwenye mfumo. Labda usichokijua tu upande wa Kavumba, pesa yake huailiwi. Yaani ukila lazima utoe. Mimi vitangu waishi. Yaani kama nilikukosa kwenye swala kukupiga na ukala pesa, lazima ulipe. Kwenye bajeti yangu 50,000 na imeisha. Sasa leo mama, kwa usalama wako, nipe nipige tumalizane kwa amani. Livataizi niliyokuonyesha siku ile naona hujatosheka, si ndio? Sasa nisikilize kwa makini wewe mfupi nyundo wewe. Mimi muziki wangu nikiuwasha hapa, waga hauzimiki. Na hauwezi kuzima. Kama wewe mtoto wa mjini, ni mwenyewe mtoto wa mjini vile vile. Yaani ni mwenyewe jini. Yaani nina muonekano wa kike ila nina roho ya kiume. Sijui unanielewa eh? Kwa hiyo unavyotaka nataka. Wewe mwanamke unajeuri sana. Unavimba. Unaongea sana. Waamini mwanaume. Alafu nikwambie mimi sijaja mjini jana. Kama yangu 50,000 umeshakula. Leo guest 15,000. Huyu bwana aliyekuja humu ni mchongo wangu mimi 30,045. Sasa nikwambie tu, sina discussion nyingine na wewe. Kama wewe una sura ya kiume, sijui una macho ya kike, mimi hapa lazima unipe nipige, hakuna discussion. Wewe kumbe unijui vizuri tu. Nakwambiaje kupi na nakwambiaje unipe cha kunifanya nielewe si ndio? Lazima utoe. Ni vipi? Pumbavu. Kuna nini? Pumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko. Lazima utoe. Aba nife. Wasindikizaji ule inayofunza mema na mabaya dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu.